Bila shaka wewe ni mzima wa afya na unaendelea vyema kabisa na majukumu yako ya kila siku. Ni mara nyingine tena nimekuja kuzungumza na wewe katika kile kinachoendelea ulimwenguni. Mzozo mbaya kabisa unaoitafuna Mashariki ya Kati na unaozidi kuvuka njia, au unaweza kusema kuwa unavuka kiwango ambacho cha udhibiti, unazidi kuonekana Mashariki ya Kati. Nchi kadhaa ambazo awali zilionekana kuwa ziko nje ya mzozo zinajikuta katikati ya mzozo. Nchi ya Iraki huenda imebaki muda mchache tu iingie rasmi na yenyewe iwe katika sehemu ya mzozo kamili, lakini nchi kadhaa zimekuwa wahanga wa uwepo wa kambi za Marekani. Bahrain, machafuko mabaya kabisa yameonekana usiku kucha pale waandamanaji walipoingia barabarani. Waandamanaji wanaopinga serikali waliingia barabarani katika kile kusukuma kuwa kwa nini serikali yao imeamua kushirikiana na Marekani. Bahrain ina historia ndefu ya kuwa na upinzani mkali ambao ndio ulizua ugomvi wa mwaka 2011 kutoka kwenye kile kilichofahamika wakati huo kama Arab Spring, ambayo ilienea kwenye nchi nyingi za Kiarabu. Ilipokuwa Bahrain ndio nchi ya Gulf iliyobaki na maandamano kwa muda mrefu zaidi kwenye Arab Spring. Mzozo mbaya uliibuka kati ya serikali ya Bahrain na Iran kwa kile ambacho Bahrain walisema kuwa Irani ilikuwa ikiunga mkono makundi ya Washia kule Bahrain ambao walitaka kuupindua utawala wa Bahrain. Sasa kilichoonekana jana ni kuwa makundi mengi ya vijana yaliingia barabarani katika maandamano mabaya, na watu kadhaa wanatajwa kuuliwa na walinzi. Vikosi vya GCC vilivuka daraja kutoka Saudi Arabia na kuingia Bahrain, ambapo kuwa vilikwenda kujaribu kutuliza ile hali. Mashambulizi ya Irani kwenye ubalozi wa Marekani huko Bahrain, mashambulizi ya Irani kwenye kambi za kijeshi za Marekani kule Bahrain, ambazo zinatajwa kuwa ni kambi ambayo sasa haina mfumo wa ulinzi kwa sababu makombora yanapiga. Ni baada ya Iran kutangaza kuwa ilikuwa imeharibu kabisa mfumo wa ulinzi wa anga wa Bahrain. Sasa maandamano makubwa yameonekana Bahrain na hali inaonekana kuwa inavuka mstari au hali inataka kutoka nje ya muda. Marekani imetangaza kuwa raia wake wote waliopo Mashariki ya Kati wanapaswa kuondoka haraka. Raia wote wa Marekani waliopo Mashariki ya Kati wanapaswa kuondoka haraka. Shambulizi lingine ambalo limezua gumzo pia lilionekana kwenye ubalozi wa Marekani kule Riyadh. Ubalozi ulionekana ukiwaka moto usiku baada ya droni mbili za Irani kufanya shambulizi kwenye ubalozi huo, katika kile ambacho Irani wanakisema kuwa maafisa wa Marekani wametoka kwenye kambi za kijeshi na wamekwenda kwenye maeneo tofauti kujificha, na wao wanawafuata huko huko walipo. Ubalozi umeteketea na hali ya tahadhari imetangazwa kote. Marekani imewataka raia wake pia kutoonekana hovyo nje kutokana na kitu ambacho kimeonekana kuwa chuki kubwa iliyozuka katika eneo la Mashariki ya Kati baada ya kuwa askari wa Marekani wanashambuliwa wanapoonekana. Hii inanikumbusha siku chache zilizopita kuwa wakati wa mgogoro kati ya Israeli na Hizbullah pale Lebanoni mwaka jana na mwaka juzi, Israeli ilikuwa ikiwaambia raia wa Lebanoni kuwa kama unataka kuwa salama basi jiweke mbali na Hizbullah. Popote utapokuwa karibu au wewe umekaa jirani yako ni mwanachama wa Hizbullah, basi wewe uko kwenye hatari kubwa. Na Israeli ilifanya mashambulizi ya namna hiyo kutokana na kuwa yoyote aliyekuwa karibu na Hizbullah alikuwa kwenye hatari. Sambamba na kilichofanyika kule Palestina upande wa Gaza, raia wa Gaza waliuawa tu kwa sababu walikuwa karibu na Hamas na waliambiwa wawe wanajiweka mbali na Hamas. Kwa hiyo kinachoendelea Mashariki ya Kati hivi sasa ni kuwa raia wa Marekani ndio wamekuwa hatari kama walivyokuwa Hamas na Hizbullah, kwa sababu kuwa karibu na raia wa Marekani unajitafutia hatari unapokuwa Mashariki ya Kati, kutokana na kuwa utakuwa sehemu ya targeti kubwa. Kule Qatar, Wizara ya Ulinzi ya Qatar imekanusha taarifa iliyoandikwa na Bloomberg kuwa Qatar ilikuwa inakwenda nje ya uwezo wa kujilinda, ikisema kuwa makombora ya kuzuia ndege yaliyopo kwenye hifadhi ya Qatar ni ya siku 4 tu. Vinginevyo baada ya hapo Qatar itakuwa imeishiwa kabisa uwezo wake wa kujilinda.
jambo ambalo limekanushwa na ufalme wa Qatar kuwa si kweli, kuwa wanasema kuwa wao bado wanao uwezo wa kujilinda kwa muda, na wakisifia kikosi chao kinaonekana kuwa kimezuia kiasi kikubwa makombora na droni ambazo zilikuwa zinapepea kwenye anga zao ambazo zimetoka Irani. Kule UAE, Irani imetoa taarifa ya kufanya shambulizi baya kule Dubai, katika eneo ambalo inadai kuwa kulikuwa kuna askari wengi wa Marekani walikuwa wamejihifadhi sehemu hiyo. Inataja kuwa kulikuwa kuna takriban askari wa Marekani 160 katika hilo eneo ambalo baada ya shambulizi lililofanywa na ndege zisizo na rubani za Irani katika eneo hilo, kwa pamoja inadai kuwa ni zaidi ya askari 60 wa Marekani watakuwa wameuawa. Taarifa hii haijathibitishwa na upande wa Marekani, licha ya kuwa namba ya vifo vya askari wa Marekani imethibitishwa na Pentagon kuwa imepanda, na leo huenda tukasikilia namba mpya toka ile ya jana ambayo ilikuwa askari 6, lakini leo tunaweza tukasikia namba ikawa imepanda sana ya askari wa Marekani ambao wameuawa. Sasa Iran inasema kuwa iliwalenga askari wa Marekani waliokuwa pale UAE. Misururu mikubwa ya misafara ya kutoka Dubai na nchi zingine ambazo zimekosa utulivu imekuwa ikionekana. Mipaka ya nchi kama za Omani, Saudi Arabia, mipaka kama wa Qatar, Saudi Arabia, na mipaka ya nchi zingine imekuwa foleni kubwa zaidi baada ya raia wengi ambao walikuwa kwenye hizi nchi. Mfano UAE imekuwa na wageni wengi. Sasa mipaka ya UAE ima kuelekea Saudi Arabia na nchi zingine imekuwa ikijaa kwa wasafiri ambao wanavuka kwenda nchi ya pili ili waweze kusafiri na kurejea makwao, kutokana na anga ya UAE kuendelea kubaki kufungwa, licha ya kuwa ilifunguliwa kwa muda mfupi hapo jana na haikufahamika ilifunguliwa kwa ndege gani, licha ya kuwa DXB ilionekana ikianza safari kidogo za abiria ambao walikuwa ni wachache tu kwenye uwanja wa ndege. Haijafahamika moja kwa moja kuwa kufungwa kwa uwanja wa DXB au kufungwa kwa anga nyingi kutachukua muda gani mpaka hivi sasa. Kwingine hali imezidi kuwa mbaya. Hali imezidi kuwa mbaya baada ya Ibrahim Jabari ambaye anazidi kujipatia umaarufu. Huyu ni jenerali wa IRGC kutangaza jana kuwa ni rasmi sasa mfereji wa Hormuz umefungwa. Awali mfereji wa Hormuz haukuwa umetangazwa na Irani kama wameufunga, lakini Irani walisema kuwa tutachagua baadhi ya meli kuingia ambazo tunataka ziingie. Lakini mashirika ya meli ambayo yanasafirisha mizigo yao kupitia Hormuz ndio yaliondoa meli zao kwa hofu ya usalama. Lakini jana ni rasmi kuwa IRGC walitangaza kuwa wameufunga rasmi mfereji wa Hormuz na wamezuia meli yoyote kuvuka, kuingia au kutoka. Na wametangaza kuwa ukiukwaji wowote wa meli yoyote katika mfereji wa Hormuz utapelekea shambulizi ambalo litaelekezwa moja kwa moja kwenye meli hiyo. Maana yake kuwa tishio la bei ya mafuta duniani ni rasmi. Acha awali ambao lilikuwa bado ni la kusuasua, lakini hivi sasa ni uhakika kuwa bei ya mafuta duniani itapanda kutokana na kuwa Hormuz ndio inapitisha mafuta mengi zaidi. Na si tu kuwa bei ya mafuta duniani itapanda, lakini kuwa eneo letu la Afrika Mashariki ndio litaathirika kwa kiwango kikubwa sana baada ya mfereji huu kufungwa. Vyombo vya habari vya Korea Kusini vimesema kuwa Marekani inafunga mitambo yake, mifumo ya ulinzi wa anga ambayo ilikuwa Japani na Korea Kusini, yani wanaifungua na kuihamishia Mashariki ya Kati kutokana na kile ambacho kinaonekana kuwa mifumo iliyopo imezidiwa na uwezo wa makombora jinsi ya kuyazuia. Taarifa hii imeandikwa na vyombo vya habari vya Korea Kusini kuwa Marekani ambaye ni mshirika wa nchi kama Japan na Korea Kusini ilishawapa uwezo na mifumo hiyo imekuwa kule ya ulinzi. Sasa imekwenda kuifumua ile mifumo, inarudishwa Mashariki ya Kati kwa ajili ya kuzidi kuongeza ulinzi wa hali iliyopo. Ndege 4 za Marekani zimeonekana zikielekea Mashariki ya Kati kuongeza nguvu katika kile ambacho Donald Trump anasema tunakwenda kumaliza kazi. Kwa hiyo zimeonekana hizo ndege zikielekea Mashariki ya Kati. Marco Rubio na Peter Hegseth, waziri wa vita Peter Hegseth, pamoja na Donald Trump
bado imeendelea kauli zao kugongana kwenye vyombo vya habari. Wakati jana nazungumza nawe, nilizungumza kuhusu kauli ya Peter Hegseth pamoja na Donald Trump ambayo zilikuwa zimebadili malengo ya vita. Jana Marco Rubio akizungumza na vyombo vya habari, Daily Mail ilimnukuu, alikubali kuwa Marekani iliingizwa vitani na Israeli, jambo ambalo Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu jana pia alikuwa akiongea na vyombo vya habari, na hii inaondoa zile tetesi ambazo zilikuwa zikizunguka kwenye mitandao mbalimbali kuwa Netanyahu alikuwa ameuawa. Sasa jana alizungumza na vyombo vya habari. Netanyahu alikanusha kuwa yeye aliivuta Marekani kwenye vita, lakini Marco Rubio alikiri kuwa Israeli ndio ilisababisha Marekani ijiunge na vita hii. Sasa ukweli ni upi? Ukweli ni kuwa unabaki huo. Wanasiasa wa Marekani wanachokiongea hiki, baadhi ya upinzani wanachokiongea hiki, ni ukweli kabisa kuwa Israeli ilimvuta Marekani kwenye vita katika kipindi ambacho tuhuma zinazotolewa na Donald Trump kuhusu Irani hazina uthibitisho wowote. Pale Donald Trump aliposema kuwa Irani ilikuwa inatengeneza makombora ambayo yataitishia Marekani, bado CIA na FBI hawajathibitisha madai ya Donald Trump kuwa ni kweli Irani ilikuwa imefikia kiwango hicho cha kutengeneza hivi vitu na kwenda. Sasa Marco Rubio akinukuliwa na Daily Mail anasema kuwa Israeli imewavuta kwenye mgogoro huu, lakini ameongezea kuwa na kukiri kuwa hivi sasa wao, anasema kuwa sisi tunatengeneza makombora ya kuintercept, yani yale makombora yanazuia kombora. Anasema angalau tunatengeneza kwa mwaka 6 mpaka 7 uwezo wa kutengeneza yale makombora. 6 mpaka kwa mwezi 6 mpaka 7 ambao tunaweza kutengeneza yale ya intercept. Irani ana uwezo wa kutengeneza maelfu ya makombora kwa mwezi. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa hapa katikati kuna gepu kubwa ambalo lipo kati ya makombora na makombora. Sasa ni kiasi gani makombora yapo? Hakuna shida kuwa baadhi ya vyombo vya habari vya Marekani vinaongea kuwa huenda wakaishiwa au huenda wakapungukiwa kwa kiwango kikubwa uwezo wa kujilinda kutokana na makombora yale ya kuintercept, kuwa idadi ndogo ukilinganisha na makombora ya Irani ambayo anayazalisha kwa wingi zaidi na ambayo amekuwa akiyatumia eneo lote. Hali iliyopo inanikumbusha kauli ya Ali Larijani kabla kabisa ya mzozo huu. Alisema kuwa ikiwa mzozo utaibuka, inawezekana kabisa ikawa ndio mwisho wa Marekani kuwepo eneo la Mashariki ya Kati. Inawezekana kabisa ikawa ni mwisho wa Marekani kuwepo eneo la Mashariki ya Kati kwa kile kinachoendelea hivi sasa, na Wamarekani kuwa ndio target kubwa ya kila kitu. Basi inawezekana kabisa Marekani akaondoka Mashariki ya Kati, lakini sitaki kupiga mstari katika hilo neno, isipokuwa matokeo yatatupa hapo mbeleni. Jana droni za Irani zilifanya mashambulizi kwenye daraja la King Fahd ambalo linaunganisha kati ya Saudi Arabia na Bahrain lenye urefu wa kilomita 25, katika kile ambacho Irani wanasema kuwa askari wa Marekani au wanajeshi wa Marekani walikuwa wanaondoka Bahrain kuingia Saudi Arabia. Yani walikuwa wanatoroka kambi zao ambazo zimekosa ulinzi, wanaingia upande wa pili wa Saudi Arabia. Kwa hiyo zile droni zilifanya mashambulizi kuzuia hii. Nimeona baadhi ya watu wanazungumza kuhusu kuwa kukatika kwa mawasiliano kati ya Bahrain na Saudi Arabia. Ikiwa daraja linalounganisha hizi nchi ambalo linaitwa daraja la urafiki, ikiwa litakatwa, basi mawasiliano ya moja kwa moja ya Bahrain na Saudi Arabia yatakatika, na hii inaweza ikazua mgogoro mkubwa kabisa, kwa sababu ndani ya Bahrain kuna upinzani mkubwa ambao unataka mabadiliko toka mwaka 2011. Nimekuambia kuwa Bahrain haina vikosi vya kupambana na waandamanaji, isipokuwa inategemea zaidi vikosi kutoka katika nchi za GCC. Kwa hiyo kama kutakatika mawasiliano au kukata njia yoyote ya kuunganisha daraja hili ambalo lina connect nchi mbili, kisiwa cha Bahrain pamoja na nchi ya Saudi Arabia, basi kuna uwezekano mkubwa hali ya mabadiliko ikatokea ndani ya Bahrain, ambapo ndio kuna kambi kubwa ya kikosi cha majini cha Marekani ambacho hivi sasa kimekosa uwezo wa kujilinda kutokana na mifumo yake ya ulinzi kupata madhara kutokana na mashambulizi makubwa ya makombora ya Irani. Israeli jana ilifanya mashambulizi kwenye kituo cha television cha Irani ambacho kilipoteza matangazo kwa muda kabla ya kurejea kwenye matangazo yao hapo baadaye. Waziri Mkuu Netanyahu jana akiongea na vyombo vya habari anasema kuwa wao wanajeshi lenye heshima, wanajeshi lenye kuheshimu
isipokuwa wanapigana na jeshi lisilokuwa na adabu na lisilokuwa na heshima, kwa sababu linaua watu, linaua hovyo, ukilinganisha na jeshi la Israeli ambalo linapigana vita katika mwelekeo ambao umetajwa kupitia mkataba wa Geneva. Sijui alikuwa anazungumza kinyume au alikuwa anazungumza kwa namna gani, I don't know, lakini ndio hayo aliyasema Waziri Mkuu Netanyahu katika interview alizozizungumza. Yako mengi yametokea, najaribu kukuletea angalau nikupe picha kamili ya kile kinachoendelea, na baki kwenye msimamo wangu ambao nimeuzungumza awali kuwa binafsi sioni vita ndefu. Lau Marekani ataendelea kushikilia hii vita kuwa tubaki kwenye vita mpaka tupate kile tunachokipata, na ina uhakika hatokuwepo Mashariki ya Kati, kwa sababu spidi ya vikosi vya Marekani kuondoka Mashariki ya Kati au kuondoka kwenye nchi hizi ni kubwa, kama vile alivyoagiza raia wake wote waondoke Mashariki ya Kati. Inabaki kuwa ni target wanajeshi wa Marekani. Kule ndani ya Iraq wameshambuliwa kweli kweli. Ubalozi wa Marekani kule Baghdadi usiku kucha umeshambuliwa na mashambulizi makali. Kwa hiyo kama Marekani italazimisha kubaki kwenye huu mzozo, kama italazimisha kubaki kwenye hii vita, basi na uwepo wao Mashariki ya Kati utakuwa hatihati. Asanteni.